Ni nini ambacho kinafanya watu wengine wanaacha wokovu? Nataka nikufundishe kitu leo mchana huu. Nini kinafanya watu wanaacha wokovu? Mtu ameokoka lakini unafikia anaishia mwisho anaacha kuendelea na safari. Kwa sababu tunapookoka tunaingia kwenye mitihani mbalimbali. Ndio maana nilikaa nikafanya research ya huyu Yesu ni nani. Ni nani huyu? Nikafanya research. Biblia imeandika wazi wazi, nasema mwana yule ambaye Baba anampenda anafanya. Tunajua hilo. Anakurudi na nini? Na mahala pengine anasema anampiga kila mwana anayemkubali. Lakini nataka nikwambie, Mungu hatupigi kwa sababu akitupiga tunamuita. Akitupiga tunamuita. Amechoka kuitwa shetani. Maana tunasema wazi, unajua mwana yule ambaye Baba anampenda anamrudi tena anampiga. Ulize mtu yoyote kwamba simama niambie, Mungu aliwahi kukupiga, alikupiga? Anakupiga na bua la mahindi. Anafanya cha. Huwa hatuelewi. Hata mimi sikuwa naelewa mpaka yaliponikuta. Siku moja nimeamka kwangu asubuhi, peupe. Mimi si mzee kivile. Nikateleza, nikaenda chini. Najaribu kuinuka na shindo. Kushika hivi mguu umevimba. Hapa. Nikanyoka nikaenda kulala. Nimevunjika tayari. Na kwenda hospitali naambia umevunjika mzee. Wala chini, weka POP. Ona ngoma hiyo. Ananiuliza kirafiki kabisa kwamba kwani hukufunika? Sio mnafunika damu ya Yesu, hukujifunika kabisa. Sasa nilijifunika kabisa nikasiliba. Sasa kaufungua nani? Sasa nitaelewa. Kaufungua nani? Gari niambia ni mimi nimevunja mguu huo. Lala. Nikikwambia kwamba Mungu amenivunja mguu, huwezi hata kuniamini. Kaambia lala. Nimelala siku 118. Chini. Niliyoyasoma pale. Na mshukuru Mungu kwamba nilivunjika. Alionifundisha pale. Tumekuwa tunasoma kuna mifano mbalimbali. Siku moja nikasoma article moja, mtu mmoja ameandika hivi. Yeye alikuwa ni askari. Wakati ni askari akawa anajiita Mungu yu mwema. Ndiye alikuwa analinda mfalme. Mungu yu mwema. Vita ikatokea. Wakaenda vitani. Walipopigana vita, mfalme akakatwa kidole. Akabaki namna hiyo. Waliporudi nyumbani, Mungu yu mwema akaambia mfalme, Mungu yu mwema. Mfalme Mungu yu mwema. Yani Mungu yu mwema kwamba nimevunjika kidole. Akasema mfalme, Mungu yu mwema. Akasema kamata huyo, tia jela. Nilete mlinzi mwingine. Mlinzi mwingine akaletwa, yule akatiwa jela. Baada ya siku chache vita ikatokea. Yule mlinzi mpya wakaenda vitani na mfalme. Walipopigana kule wamepanga kwamba vita hii akamatwe mfalme, atolewe kafara. Tunamtaka yeye. Wakamkamata. Wakaua mlinzi wake. Kamata mfalme. Kuja kuangalia kidogo. Ni kilema. Akasema huyu kilema hatuwezi kutoa kafara kilema.
achia Kilema aende. Kilema kaachiwa kwa sababu ya kibali. Alipofika nyumbani anasema niitieni Mungu yu mwema. Mungu yu mwema akaitwa kutoka jela. Alipofika yeye anaimba tu Mungu yu mwema. Mfalme akasema leo nimekubali Mungu ni mwema. Maana kidogo ningewetolewa kafara, lakini hiki ona kilichoniponya. Mungu yu mwema. Akawa amepata Mungu yu mwema. Kuna mambo mazito Mungu amenifundisha. Mtu mmoja alikuwa kwenye meli. Meli ikaanza kuzama. Mtu yule alikuwa anajua kuogelea. Akatoka kaogelea, akajitahidi, akatokea kwenye kisiwa. Alipotoka mle kuangalia, hakuna mtu kabisa. Hakuna mtu kwenye kisiwa. Akasema nitaishije? Akakumbuka zamani tulikuwa tunafikisha moto. Akachukua vijiti akafikisha, akapata moto. Akakusanya majani, akayaweka, akatengeneza banda, awanalala humo. Akakaa wiki ikapita. Anashuka na kwenda chini huko kuchota maji, anakunywa, anarudi, anakuja, analala. Aliendelea namna hiyo. Wiki ikapita. Siku moja akashuka, ameacha huku moto, upepo ukapuliza, lile jumba lake likashika moto, kakashika moto tu saa 2 usiku. Anatoka kule sasa tena haka kameungua. Alipokuja anasikitika, na sasa nitafanyaje tena? Baada ya masaa 2 tu akasikia watu wanapandisha, wanasema si ni hapa. Ni hapa. Akataka kujificha kwamba kuna nini. Sijasikia mtu tangu siku hizo mpaka leo. Wanasema ni hapa. Mwisho akasema niko hapa. Wakasema pole. Uko hapa mpaka tangu lini? Wiki 2. Wakamwambia pole, tumekufuata. Nani amewaambia? Tuliona moshi ukiwaka. Na katika kisiwa hiki chote hakuna mtu, hakuna moshi. Tulipoona moshi tukajua kwa vyovyote kuna mtu. Sasa banda la mtu limeungua, mtu analalamika, kumbe ni moshi unaonyesha watu waje kumsaidia ili apate kupona. Kwa hiyo nimeona mambo mazito. Nilikuwa ninahubiri, nilikuwa sina muda wa kupoteza. Nilikuwa nikikumbuka kuzimu tu kulivyo. Natamani tu niende non-stop. Siku moja nimekwenda humu nchini kwetu. Nimeteremka, nilisema neno hili, nilirudia tena. Nikateremka. Kijana akanipokea, akasema mimi nilikuwa sikujui kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Wewe unafikiri jehanamu utalala? Hakuna namna utasinzia jehanamu. Hakusinziriki kule. Yaani mpaka ninaona huruma. Mpaka najiuliza sipati mtu. Sema mtu. Mpaka sipati majibu. Mtu. Mungu atusaidie. Mpaka naona huruma, ni jela. Wengine mtu yuko jela, anajitahidi kubali ufunguliwe, utoke kwenye mateso. Haya ni mateso. Sijawahi kusikia mtu anasinzia na ugali huko mbele yake. Sijawahi kuona mtu anasinzia ugali na nyama eti anaambiwa amka labda mwanga. Sasa wewe nichukie tu, lakini nimekuheshimu kweli. Mungu atusaidie. Kuna vitu nakumbushwa. Wachawi nao wapo hapa. Wachawi. Sema wachawi. Wapo. Sema. Wapo baba. Wapo. Leo mmoja nimemuona. Wapo. Nimekaa na mchawi miaka 7 kanisani. Aliyekubuhu.
siku nimemkamata. Amekaa miaka 7, siku nimemkamata. Namuuliza, ni kweli ni wewe ndiye mchana ki? Siku hiyo nilitamani niingie ndani, nichukue sime, halafu nimukongoroe, nimudismanto. Nilisikia vibaya. Wewe utunze mtu miaka 7, kanakula, kanavaa, halafu kanataka kakuue, halafu ili weje. Na kamejaribu kweli, na kamejitahidi kweli, na kamefanikiwa kweli. Kameweka mawe kwenye tumbo langu, mawe 5. Nimesema jana. Nilipelekwa hospitali wakapima. Daktari akasema tutakupasua. Nikasema never. Nikipasuliwa nitakuwa na ubiriji. Wacha mawe hayo yakae huko. Nikatoka kitandani nikarudi. Kaja nyumbani kaambia kama nikufa nife. Nikifa msinipeleke Musoma. Nizikeni hapa. Uniweke hapa. Kama nimemaliza. Nimekaa siku zikapita kwenda kupima, wanasema mawe yamebaki 2. Nasema kama yametoka 3, 2 hayo yatatoka tu. Ndivyo nilivyofanya. Nimepona. Siku 2 3 mama analia. Peleka hospitali, wanapima, wanasema afanye operation. Vijana waje watoe damu, afanye operation. Akafanya operation. Nilikwenda nikakaa naye. Unaona? Biblia inasema tubebeane mizigo. Sasa huo utaubeba. Nilikwenda nikakaa naye kitandani, anaenda operation. Nikamwambia mke wangu, mimi nakupenda. Mimi nilikuwa nienda operation, lakini sikwenda. Sasa wewe unaenda, uende au ache? Akasema niende. Akasema nienda salama. Akafanya operation. Alipotolewa mle kuja wodini zikafumuka. Akarudishwa tena. Akaenda akashoro, akaletwa zikafumuka. Akarudishwa tena. Wachawi. Binti yuko nyumbani, ndiye anayetupikia. Siku hiyo nilisikia vibaya. Namuuliza nakiri. Unamwambia waambie wazee wa kuombea, anasema nikiombewa nitakufa. Anakiri kwamba ni kweli. Nikaambia mwambie ingia ndani, abebe kila kitu aweke kwenye gari hii. Kaweka, nikampeleka mjini. Nikampandisha gari, wakati anaenda, ninarudi naendesha, nasema lakini Biblia inasema hakuna uchawi katika Yakobo. Na mimi nimerogwa na nimebaki. Maana mtu akikuuliza mtu akuulize unaweza kurogwa? Nasema hapana. Umewahi kurogwa? Hapana. Unaweza kurogwa? Hapana. Umewahi kurogwa? Hapana. Subiri kwanza urogwe. Ukirogwa ukabaki, ndio utatuambia sasa. Mambo mengine tunaogopa kushuhudia. Biblia inasema hutarogeka, lakini watu wamerogwa na watu wamekwenda. Mimi niwe kama watu bwana. Wakati naendesha narudi nikawa naimba, nasema lakini haka nikamchawi kadogo. Kwa hivyo kuna baba yake. Mungu nionyeshe baba yake. Sauti ikasema nimemtia mikononi mwako. Nikaja nikamaliza, nikaenda Dar es Salaam. Ninahubiri injili, mtu anakuja anasema na mwambie mzee nataka nimuone. Nimuone mimi na yeye tu wawili. Akasema hapa nitakufa kijinga kama Abuneri. Mtu anione mimi tu na yeye. Lakini nikatupia hivi. Nilipomuona nikaona huyu hana kifua. Huyu hata hawezi. Kitambo afurukute, wazee watakuwa wamefika. Nikamwambia mwambie ni aje. Anakuja ananiambia mimi ndiye mwenyekiti wa wachawi Afrika Mashariki na Kati. Mimi nimekuja kuokoka. Mwenyekiti wa wachawi Afrika Mashariki na Kati, mjukuu wa Mandondo. Nikasema asante Yesu. Nilikuwa nina mkutano Ifakara kwa Lianga. Nilienda naye mpaka kwa Lianga, nikakaa naye, nikamfundisha siku zote za mkutano, tukambatiza. Siku moja amekaa naongea na wazee,
Mimi niko chumbani, anawaambia fulani ni mwenzetu, fulani ni mwenzetu, anataja wachungaji, fulani ni mwenzetu, fulani ni mwenzetu, akataja mmoja ninayemheshimu na kumpenda. Sikujizuia, nikatoka chumbani, nikamwambia nitakupiga. Unasema na fulani? Akasema baba usinipige, ngoja. Akachukua simu akampigia, wakaongea naye. Anamwambia mambo yanaendaje, kazi inaenda namna gani. Watoto wa Mungu, msitangatange, msitangatange. Tumemaliza mkutano Jumapili, tumemaliza. Jumatatu tuko kwenye basi. Maana wakati ameongea hivyo nilimuuliza, umemtaja fulani, umetaja fulani, nitaje na mimi, nitaje na mimi. Akasema wewe hapana, wewe nitakuja nikwambie. Tuko kwenye gari, nimekaa heshimu, kako dirishani, nimekaa hapa, kana niuliza swali. Mzee, unaweza kukumbuka lile swali lako? Swali gani? Uliniuliza kwamba wewe mbona sikutaji? Akasema wewe hapana, wewe uliletwa jina lako mwaka 84, jina lako likaletwa ofisini kwamba unawasumbua tukumalize, na nikawaambia nimewapa siku 4 takuwa mmemaliza, amemalizika. Akanambia unakumbuka kuna wakati umeugua ukapelekwa hospitali ikashindikana, ukatolewa ukarudishwa nyumbani, unaweza ukakumbuka hilo? Tulikuwa ni sisi tulikungojea nyumbani uende kwa waganga tukumalizie pale, na hukuenda kwa waganga, ndio maana tulikushindwa. Jamaa, ndugu zangu, jamani, niligeuka nikamwangalia upya, nikafikiria kwamba haka nikakukakoa tu, yani hata nikoe, yani hata nipumzike, yani ni wewe. Nilitaka tu nikafanye wewe nikameza mata, nikasema Mungu asante. Kamekaba niko kalianza kunieleza vitu vizito, nimezunguka nako mpaka Kenya, kanajulikana, kakionekana. Wachawi wanasema kimtu cha hatari. Wamo makanisa, wana maajenti wao, wanawatuma kanisani kuja wakamate madhabahu, halafu waendelee na mambo yao. Hayo tumeona. Mimi niko hapa leo na Nesha, si kufa, na alijua kwamba sirogeki, na bado nasema sirogeki. Na popote nilipokuwa nikipita, ninatangaza na kuonya kwamba wewe mchawi, kama nimekamata baba yako wewe tulichoma hirizi zake sandaruisi 6. Wewe una hirizi ngapi za kufungulia tu mlango na matako? Unafanya tu hivyo, unaingia ndani, alafu ndio unajigamba kwamba wewe ni mchawi. Wewe sio kimchawi, wewe ni kiwanga. Acha mambo ya kiwanga. Na nimetangaza wazi, kila nilikopita niliambiwa kwamba kama hawatatubu wakati wao umekwisha, na wanauawa na kichwa. Mnisikilize vizuri, anaumwa kichwa tangu asubuhi saa 9 ameondoka. Sasa wachawi wana vichwa vigumu. Sasa gangamara basi. Mimi nimemaliza na wewe. Kalikuwemo humu leo, kachanja kweli kweli. Kijana anaamka asubuhi ananiambia, mzee tulikuwa tunatembea tu, alafu kuna mtu akatokea akakuchoma mkuki. Anataka kukuchoma mkuki, nikaushika, nikauvunja. Na yametokea hapa leo. Mungu atusaidie. Kwa hiyo Biblia inazungumza, inasema mwana yule ambaye baba anampenda anamrudi. Nataka nikwambie, kitokea Mungu akakurudi, mshangilie Mungu, mkubalie Mungu. Wakati mwingine hatufundishi mambo haya. Hebu nikuonyeshe Ayubu 33 mstari wa 14. Nataka nikuonyeshe na maandiko. Usiseme ametuongelesha tu bila andiko. Ayubu
33 mstari wa 14. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Mungu anaongea mara moja. Naam, hata mara ya pili. Naam, anarudia tena hata mara ya pili. Anaonya. Ajapokuwa mtu hajali. Ajapokuwa mtu yule hajali. Sikiliza. Una dhambi yoyote? Mungu anakusihi. Mungu anaonya. Mungu anakukatalia. Mungu anakuambia acha. Ukikaza moyo kwamba hujali, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto. Mungu anakuletea katika ndoto. Katika maono ya usiku. Katika maono ya usiku. Usingizi mzito wa ajili yako. Usingizi unapokuja umelala. Katika usingizi kitandani. Msidharau ndoto hizi mnazoota. Mungu anasema na watu kwa ndoto. Ukiamuka huwa anakuonya. Wakati mwingine anakutahadharisha. Wakati mwingine anakuzuilia. Lakini kwa kuwa hujali, mtu huyo hajali. Ndipo uyafunua masikio ya watu. Ndipo anafunua masikio ya watu. Endelea tutuko wote. Ndipo uyafunua masikio ya watu. Endelea tutuko wote. Hakuyatia muhuri mafundisho yao. Nakagua watu wangu hawa wako sawa. Endelea. Ndipo uyafunua masikio ya watu. Ili amuondoe mtu katika makusudio yake. Ili amuondoe mtu katika yale makusudio yako. Na kumfichia mtu kiburi. Ili amfichie mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni. Unaona, nia ya Mungu huwa anataka kuzuia nafsi yako isiende shimoni. Na humfichia mtu kiburi. Ili akufichie kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni. Huwa anazuia nafsi yako isiende shimoni. Na uhai wake usiangamie kwa upanga. Ili uhai wako usiangamie kwa upanga. Yeye hutiwa adabu. Sikiliza vizuri. Ukifika hapo hutaki. Mungu anasema na wewe hutaki. Mwenzangu, acha zinaa hutaki. Acha kubaka hutaki. Mungu anafika mara na kuambia okay, ngoja nikuonyeshe. Sasa utakuja kujikuta mahali. Sikia anavyosema. Mtu huyo hutiwa adabu. Kwa maumivu kitandani mwake. Kwa maumivu yanayoendelea kitandani mwake. Na kwa mashindano yaendeleayo daima mifupani mwake. Hapa inaweza kuwa ugonjwa. Hapa inaweza kuwa kesi. Hapa inaweza kuwa chochote. Ili mradi ukutane na ukuta. Siku moja tulikwenda. Mama mmoja alitualika. Akasema mjeni twende mkaombee nyumbani kwangu. Mume wake alikuwa kanali wa jeshi. Tulipokwenda kufika pale, hatukujua kwamba yule kanali yumo mule. Lakini alishampiga mke wake marufuku. Hivi vilokole sivitaki hapa. Lakini mama akasihi kwamba twendeni. Na wakati tumekwenda, mama hakujua kwamba baba ameshakuja, yuko chumbani, amepita mlango wake, yuko chumbani. Mama hakujua. Tukatokea sebuleni. Tukaingia sebuleni. Tulikuwa na makoti yetu, wenzangu. Tulipoingia pale, mchungaji mwenzetu mmoja akaanza kuomba. Baba! Wakati anaendelea tu baba, tulisikia mlango wa kuja sebuleni unafunguliwa tu kacha. Jamani, nimesema mimi ni mwanajeshi. Nilichokiona ni mtutu, ni bunduki. Mlango ule ulikuwa mdogo. Huyu anashika koti la huyu koti la huyu, ili tusalimike, ili kuwa patashika. Pio mpaka kama kwenye mti ule. Akasema ninyi siku nyingine tena mulete upumbavu wenu huo hapa. Mimi nilisema hutatusikia tena. Nani anayetaka kufa? Ukajilengesha. Wewe mtutu unaujua wewe. Tulikwenda nyumbani tunaulizana hivi, tulikuwa tufe bure. Wengine wanamlaumu yule mama bure kwamba ametusakisia. Kumbe mama wa watu hakuwa na hila. Tukaenda zetu nyumbani. Kasema hii inabidi tupunguze kimbelembele hiki. Tukaenda kukagua nyumba za watu. Kidogo tufe. Tumekaa mwezi mmoja umepita. Mwezi wa pili
Yule mama akaja anasema naomba tuende nyumbani. Tukamuuliza wapi? Tulimuuliza nyumbani wapi? Akasema nyumbani kwangu. Wapi? Kwangu. Wapi? Kule kule mliko kuja. Haikuingia akili. Mmoja wetu akasema sasa jamani mimi mtanikuta hapa siendi. Lakini yule mama anapoongea hivi machozi yanatoka. Mpaka nikaona huruma. Mimi ni mwepesi kuhurumia. Ndio unaona tunahurumia mpaka unahurumia mashetani. Huruma yako isiende zaidi. Uwe na mipango. Na wajua watu wenye huruma walivyo wanasaidia mpaka mashetani. Tukaenda. Lakini mioyoni tunasema lakini kwani kuna nini? Tukaenda si tukaingia sebule. Siku hiyo yule wa baba hakusema namna hiyo. Aliingia tukanyamaza tu kimya. Siku hii tulikuwa wawili. Tulipoingia yule mwenzangu na yeye bahati nzuri ni mwanajeshi. Alikuwa tunatazamana mahesabu. Mama yule akasema njoo karibuni. Anaendelea sasa. Aingie kwenye mlango huu atupeleke chumbani. Mimi nikasema siku ile tulianzia huku. Sasa leo unatupeleka tuje tuanzie kule. Kwani hii ni long jump? Kwamba lazima turudi nyuma. Mama anasema tu njoo. Akafungua ule mlango. Kuangalia hivi kitanda, sio ni mtu. Lakini mtu yupo. Amebaki mifupa mitupu. Yuko amejilalia. Shuka imewekwa juu. Mifupa. Unaona tu kichwa. Mungu alitaka kumponya. Anatimua watu na bunduki. Mungu anataka amrejeshe. Tunafukuzwa na bunduki. Sasa leo tazama. Mpaka yule mwenzangu. Yeye alikuwa na moyo mgumu. Aliuliza kwamba mzee, ni wewe ulikoki bunduki siku ile? Aliuliza. Yaani mpaka mimi nikamtazama nikataka lakini una tabia mbaya. Sasa huyu amejiishia hivi. Unamuuliza ya nini si unyamaza? Akasema kwani umesahau siku ile? Kuna watu wengine hao wanaokokana lakini wanabaki tu ngangari. Ndio kina Petro hao walikuwa wanatembea na upanga. Ukileta mchezo tu upanga tu jisikio linakwenda chini. Yesu anasema Petro, mbona una haraka? Twende tu pole pole sasa Bwana Yesu. Tuleta mchezo hapa. Tuleta mchezo hapa, wewe umekuja kutuokoa, tuleta mchezo hapa. Sikio lake talipeleka chini mimi. Yesu anachukua na mpandia sikio. Petro anasimama pembeni sasa, lakini huyu Yesu ukoje wewe? Yesu ukoje? Tuleta mchezo, acha tu ni mle na panga. Tunakuwa nao hivyo, nao ni wazuri. Watusaidie. Mimi nilihurumia, nilipoangalia nikae Mungu. Mjaze niombeni. Yule baba hakuishia hapo. Anamwambia sasa Yesu alikutafuta wakati mwili wako una nyama. Sasa hizi skeleton ndio unapeleka kwa Yesu, skeleton tupu. Nikasema hapo. Sasa nikuachie wewe, utaomba, utamaliza uomba. Sasa huyo hata kama ungempeleka kwa toba, kweli ataenda toba namna hiyo. Jamani, Mungu atusaidie. Sasa wana hapa, Biblia inasema vizuri. Anaeleza, anasema usiposikia, anakupa kibano. Wewe unajikuta huko jela. Ungekuwa huko nje huru, lakini ushindi utaupata. Bwana awabariki na awainue, awatie nguvu. Simama kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako. Daudi anasema nilipata shida, nikashindwa kuelewa, lakini leo ninaelewa. Leo ninaelewa. Naomba leo mtu aelewe. Naomba leo mtu aelewe. Simama juu kwa miguu yako. Simama juu mama. Simama juu baba. Simama kwa miguu yako. Kuna jambo Mungu atende. Wakati mwingine amekutandika, lakini